ndani ya moyo wangu. Nimempata Yesu. Moyoni mwangu Yesu. Moyoni mwangu sitoke. Usinipite Baba. Yesu. Bwana ni mwaminifu. Bwana Yesu apewe sifa. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, we honor you. We humble before your throne of mercy this wonderful morning. Thank you, Father, for this opportunity, Jehovah God, to hear your word. We bless your holy name, oh my Father. Thank you, Father, Jehovah God, we're going to stand before your children, Redeemer, today. Share your word, oh my Father, I pray, may you speak unto us. We desire to hear from you, Jehovah, and you alone, my Father, because you are worthy. Receive the whole, oh my Father, this morning. May you be exalted, may you be lifted, O Jehovah. Bless each and every soul that is gathered here this morning. My Father, I thank you, Jehovah God. And Lord, I pray, stand before your children this morning. May you go and minister to me also. Because Father, we all depend on thee in this wonderful morning, Jehovah God. Receive the honor and the glory in Jesus' name we do not pray. Amen. Amen. Praise be to the Lord. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Hello. Halo. Hebu fungua nami katika kitabu cha Ezekieli. Tunaendelea na somo letu kuhusu maono. Now we are going to look in the book of Ezekiel. But our scripture guidance is from the book of Habakkuk chapter number 2. Verse number 1, verse 2 and verse 3. Wana ambao tumekuwa na wao. Na saa hizi nataka kuchukua neno kutoka kwa kitabu cha Ezekiel. Na tutaendelea kusoma zingine tukirudi kwa our scripture guideline ile ambao inatuongoza in the book of Habakkuk. Praise be to the Lord. Amen. Ezekiel chapter number 3. I'll read only two verses. Kama uko hapa sema amina. Ezekiel chapter number 3 verse number 22. Ezekiel 3:22. Praise be to the Lord. Amen. Takusoma kada ujiandae, tutaenda Ezekiel chapter number 37. Tazisoma zote alafu pia tuweze kushikanisha tukiendelea katika jina la Yesu Kristo. Praise be to the Lord. Amen. Verse 22. Chapter 3 verse 22. The hand of the Lord was on me there, and he said to me, get up and go out to the plain, and there I will speak to you. So I got up and went out to the plain, and the glory of the Lord was standing there, like the glory I had seen by the river Kebar, and I fell face down. Praise be to the Lord. Ezekiel 37. Ezekiel 37. Verse 1. Are you there? Yes. The hand of the Lord was on me, and he brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of the valley. It was full of bones. Praise be to the Lord. Let me repeat that scripture. The hand of the Lord was on me, and he brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of the valley. It was full of bones. Praise be to the Lord. Let's go back to our scripture. Habakkuk chapter number 2. Nataka kuna kitu nataka uweze kuelewa. Habakkuk chapter number 2 verse number 1. I will stand upon my watch and set me upon the tower, and will watch to see what he will say out unto me, and what I shall answer when I am reproached. Praise be to the Lord. Let me repeat it. I will stand upon my watch and set me upon the tower,
and will watch to see what he will say unto me, and what I shall answer when I am reproached. Praise be to the Lord. If you remember where we stopped last time, said we are going to learn several things, what we should understand about vision. Praise be to the Lord. Na hiyo hili ambapo tumesoma pale katika Biblia, we understand, we see Habakkuk saying that I will stand. Praise be to the Lord. In the same that apply in the book of Ezekiel, that God brought me. Praise be to the Lord. So, brethren, for we to understand something that we need to know about vision, we need to understand that vision, for someone who has a vision, number one, has to watch or stand in the position. Something unique that you have to know about the vision is that lazima uweze kusimama mahali ambapo utakapoweza kuona. Na ukisimama mahali utakapoona, basi maono utayaona. Hello. Praise be to the Lord. Ezekieli, Mungu anamtoa, anampeleka katika mlima, na anasema ya kwamba pale alipotengwa akasimama, aliwekwa mahali ambapo kulikuwa na mifupa mikavu. Jina la Bwana lipewe sifa. Kumaanisha ya kwamba Mungu anapokupa maono, lazima mpendo uweze kuelewa, you need to stand and watch and position yourself. Praise be to the Lord. Maana kuna maono utakayokuwa nayo, kama hautasimama ujiweke mahali pazuri, kama hautasimama mahali ambapo utaona, jina la Bwana litukuzwe, wewe hautaenda mahali. Praise be to the Lord. Na hivyo ndivyo Habakkuk anavyosema, nitasimama nikaweze kuona. Wakati ambapo unapoenda kutazama mpira, ama wakati ambapo kwa mahali kwa michezo, lazima ujiweke mahali ambapo unajua ya kwamba nikikaa hapa ninaona nini inaendelea. Praise be to the Lord. You need to position yourself, because for your vision to be accomplished, my brother, my sister, you have to position yourself. And when you position yourself, then you have to watch. Si kwamba unajiweka na unasahau kuangalia. Hello. Wengi tunajua kwamba we can position ourselves, yes, but we miss one thing in life, to watch and see. Hello. Kwa sababu wakati unapojitenga, in position of yourself, my brother, my sister, is getting isolated. Kujitenga na wengine, kwenenda umbali na wengine. Tazama mtumishi wa Mungu ambaye ni Ezekiel pale ambapo tumesoma. Mungu anamtoa mahali anamwelekeza kwingine. Kumaanisha ya kwamba kuna mahali lazima uweze kusimama. Hauwezi simama tu kila mahali. Praise be to the Lord. You can't just stand everywhere. Mahali pote unaona unasimama. Hapana. Jina la Bwana lipewe sifa. Wale ambao wanaopenda michezo, hata wakati unapoona mpira, kuna mahali ukienda kwa field, unajua nikikaa hapa ninaona vizuri sana. Praise be to the Lord. Unatazama watu wa media, kuna mahali wanajitenga ili ya kwamba uweze kuchukua ile taswira vizuri, ili wakati wanapokueleza wewe, kwao wameipokea vyema. Mtu wa media hawezi kuja kusimama kule nyuma na yeye ndiye anataka kutafuta ile habari ili ya kwamba afikishie wale ambao wako kwa uwanja. Praise be to the Lord. Ni lazima aweze kusimama mahali panapofaa. Ni lazima aweze kukaa mahali anajua ya kwamba hapa nikiwa hakika mambo yatafanyika vizuri. Na hivyo ndivyo watu wa maono. Watu wa maono wanasimama mahali ambapo wanajua nikisimama hapa Bwana atanionyesha vizuri. Praise be to the Lord. You need to position yourself. Na position yourself nimesema ya kwamba ni kujitenga. Hello. Separating yourself from others. Genesis chapter number 12. Genesis chapter number 12 verse number 1. Hivyo ni uelewe ya kwamba kujitenga ndiyo maono ya Bwana maishani mwako ya kuelekeze mahali kwingine. Maana
pasipo na kujitenga, basi maono ya Bwana ama yale maono ulio nayo hayatatimia. Jina la Bwana litukuzwe. Verse number 1 inasema hivi. The Lord has said to Abraham, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. Mstari ambao ni wa pili na maanisha kwamba baada ya Ibrahimu kutii na kufuata ile kanuni ama ile sauti ya Bwana, Mungu anamwambia hivi, mstari wa pili, I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curse you, I will curse. And all people on earth will be blessed through you. Jina la Bwana lipewe sifa. Mungu anamonekana Ibrahimu. Kumbuka Abraham bado pale anaabudu miungu. Abraham pale yupo hajamuelewa Mungu vizuri. Anabahatisha. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini Mungu anamonekana anamwambia toka mahala ulipo. Mungu kumwambia Abraham toka mahala alipo inamaanisha kwamba Bwana anamwambia position yourself. Where you are is not a good place. Bwana Yesu apewe sifa. Position yourself because I'm going to bless you. Na kama hautajiweka mahali ambapo panafaa, maana Mungu alikuwa na uwezo wa kubadilisha anga. Mungu alikuwa na uwezo wa kubadilisha mazingira pale ambapo Abraham alikuwa. Lakini Mungu akaona hapa nikimbariki kuna bado miungu mingine itainuka. Akajua kama nikimbariki mahali hapa, tazama huyu mzee ako na utasa, mke wake hana mtoto, they are barren. Hata nikisema nimbariki hapa hawataweza kushika mimba, hawataweza kulea, hawataweza kuzaa, nitafanya kazi bure. Na Mungu anamwambia Ibrahimu, hebu ondoka pale ambapo ninakuelekeza. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo mpendo kwako kuwa na maono, lazima usimame uondoke pale ulipo. Siwezi sema kwamba ninayo maono ya kusonga mbele, lakini bado mimi nimekaa pale pale. Hakuna kitu unachofanya. Hata Mungu amekuonekania na kuambia hili ndilo litakayofanyika kwako. Ukifuata njia zangu nitakufanyia hili. Ukifuata njia zangu nukuwa mvumilivu, nukaweza kusimama katika haki, mimi ninaenda kuwa pamoja nao. Lakini bado wewe ndugu ama dada, mtu wa Mungu umesalia pale. Hautaki kusimama mahali ambapo yafaa uweze kurudi. Praise be to the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. Unaposoma Genesis chapter number 3, na muona pale Mungu alipokuja akiwa pale anatafuta, anatembea katika shamba la Edeni. I see God calling Adam several times. Anamwita Adam, where are you? Kumaanisha kwamba kuna mahali Mungu alikuwa amemweka Adamu akue, lakini kwa sababu ya dhambi na kutotii na kutochielewa na kuchanganyikiwa, akatoka from the position. Hello, praise be to the Lord. And for the vision to be accomplished, brethren, you need to understand you have to position yourself. Lazima usimame mahali. Ukisimama mahali utazame uone. Maana baada ya kusimama kuna kitu unaona. Jina la Bwana lipewe sifa. Na wao unaona nini wakati unajiposition? Wakati ambapo unajiweka mahali panapofaa. Wajiona miaka ngapi pale 10 utakuwa wapi? Unajiona kuanzia leo miaka 5 utakuwa wapi? Unajiona baada ya miaka 30 utakuwa wapi? Ama unajiona kama bado uko msichana ulivyo? Ama unajiona bado uko kijana barubaru? Ama unajiona vile ulivyo hautafika pale mbele? Maono. Jina la Bwana lipewe sifa. Jambo la pili la uelewe, what we should understand or know about vision also, we need to know that vision must be conceived. Hello, praise be to the Lord. Maono lazima yashike mimba.
itapita. Ni kama yule mama anayelilia anasema, Mungu nibariki na mtoto. Ni lazima ajue ya kwamba ninapoitia Mungu anibariki ili afungue umbo langu, Bwana lazima nami niitikie, nikubali nishike mimba. Hawezi sema ya kwamba Bwana nataka kusonga pale, lakini wewe haukubali. Halo. Ana kwamba yule mama ambaye ananilia, namuona pale. Analia katika kitabu cha Samueli wa kwanza kuelekea pale mbele. Analia kule hekaluni. Anamwambia, Bwana nibariki, niondolee ile aibu nimekuwa nayo. Maana mke mweza ule wangu tuko naye Penina, kila wakati ananichekelea, kila wakati ananisema vibaya. Lakini anamwambia, Bwana nibariki na maana. Na anapoa pale wanakubaliana na kuwa na maagano na Mungu. Anamwambia, ukinibariki na huyu mwana, hakika nitakutolea. Maana na tupotazama naona Hana alikuwa tayari kushika mimba. Lakini wengine tuko na maono, lakini maono tulio nayo haishiki mimba tena. We are not ready to conceive, and we keep on moving that we have a vision. We keep on proclaiming that we have a vision. Hello. Na mtu ambaye anashika mimba, nataka nikwambie mpendo wa mama wanajua. Maana ukiwa na mimba kuna mambo mengine yatafanyika. Lazima uweze kuelewa. Kuna mahali kwamba mwili wako utakuwa disordered. Haitakuwa vile ulivyo. Wengine watapoteza shape. Wengine miili yao itakuwa tofauti, utajaribu haitawezekana. Wengine utapata chakula kile yafaa ukule unabadilisha. Maana tayari umeshika mimba. Na ndivyo nilivyosema, mtu wa maono akishashika mimba, wapendwa, anajua hapa mimi sikanyagi. Anajua hii njia mimi sitapita. Anajua wacha watu waniseme ndio. Maana kuna wengine watakuuliza, wewe mbona ukashika mimba katika miaka hii na nimeona umefika umri wako umepita. Wengine watakwambia kwamba umefika menopause. Lakini wewe unaelewa lazima nishike mimba. Hello. You have to be ready to conceive. Praise be to the Lord. Na yule mtu anashika mimba anajua baada ya safari hii lazima nitapata mwana. Baada ya hii safari, baada ya hii miezi 9 nitapata mtoto. Jina la Bwana lipewe sifa. Maana maono si utakuwa na maono, Mungu atakuonyesha maono leo, ifike asubuhi ukiamuka imetimia. Hapana. Jina la Bwana lipewe sifa. Na mtu mtu ambaye ameshika mimba lazima ajue kutunza ujauzito wake. He have know to maintain. Praise be to the Lord. And as he do so, he prays each and every time to be accomplished. Anamlilia Bwana, anamwambia, Bwana nisaidie ili hii ujauzito nilio nao, ili ya kwamba niweze kufika pale mwisho. Jina la Bwana lipewe sifa. Hello. Praise be to the Lord. Na wakati mtu ako na mimba ya maono, kuna mambo mengi yanaweza fanyika. Kuna uchungu mwingine utausikia. Kuna wakati mwingine kazi zingine hutazifanya. Kuna wakati mwingine hata sokoni hautanenda, wamama wanajua haya. Kuna wakati mwingine wewe muda mwingi ni kupumzika. Na kuna wakati mwingine hata daktari anakuambia umepumzika vya kutosha, lazima ufanye exercise. Kwa sababu usipofanya mazoezi, basi wakati wa kuzaa huenda complication itatokea. Kwa hivyo ukishika mimba lazima ujiweke pale. Bwana Yesu apewe sifa. Fungua nami katika kitabu cha Mwanzo 25. Mwanzo 25. Taka tuone yale machungu watu walio na mimba wanasikia. Yule mtu ako na maono kila wakati ni uchungu mpaka wakati atakapozaa. 25 verse 21. Hiki kilikuwa kilio cha Isaka akimlilia Mungu, maana tunaona ya kwamba kile kizazi chake, maana mkewe ikawa ya kwamba hapati mwana, na Isaka kaomba kwa Mungu ili ya kwamba mkewe Rebeka aweze kupata mwana. Bwana Yesu apewe sifa. 21 nasema hivi,
Isaac prayed to the Lord on behalf of his wife because she was childless. The Lord answered his prayer, and his wife Rebekah became pregnant. The babies just rolled each other within her, and she said, "Why is this happening to me?" So she went to inquire of the Lord. The Lord said to her, "Two nations are into your womb, and two people from within you will be separated." Praise be to the Lord. Kumaanisha ya kwamba Rebekah alikuwa anasikia uchungu ule usio wa kawaida. Anashindwa, kwa nini vita hii kila wakati kwa mwili wangu? Lakini maandiko yanasema ya kwamba akamuuliza Mungu, mbona hii uchungu? Mbona hii uchungu? Hii si kawaida. Kila wakati I feel pain myself. Maana najua ndio niko na mimba. Ninajua kwamba ninatarajia. Lakini Mungu akamwambia, maana uchungu ulio nao ni kile kitu kubwa kilicho ndani yako. Maana wewe umebeba mataifa mawili. Jina la Bwana lipewe sifa. There are two nations in you. That's why you feel so pain. That's why unasumbuliwa. Na hivyo ndio maana kila wakati unalia. Hao watoto wanapocheza ndani ya tumboni mwako, wanapocheza unasikia uchungu kwa sababu wewe umebeba mataifa mawili. Maana hakuna mtu aliyebeba mataifa mawili tumboni mwake safari moja. Lakini wewe umebarikiwa, umebeba mataifa mawili. Na maanisha nini wapendwa? Once you conceive the vision, lazima ukubali uchungu utakaopitia. Maana pale ambapo kuna maono kuna uchungu. Tuliona ya kwamba Yusufu kitabafikia pale ikulu, alipitia mambo magumu. Danieli kusimama ili ya kwamba akakuwa katika ikulu. Tunamuona Danieli katika tundu la simba. Tunamuona Danieli akitupa katika moto. Na lakini machungu yote aliyopitia, alijua kuna mahali ninaenda. Na hivyo ndivyo ninachoomba siku ya leo, ili ya kwamba maono yako yaweze kuzaliwa. Lazima ukubali kubeba uchungu ndugu yangu. Lazima ukubali kubeba uchungu dada yangu. Kuna watu wanataka maono yasonge mbele, lakini hawataki sehemu ya uchungu. Halo. Jina la Bwana lipewe sifa. Praise be to the Lord. Praise be to the Lord. Vision must be conceived. Now once you conceive, you need to know how to maintain. And when you maintain, go down in prayer, pray to God to guide you. Ili ya kwamba hiyo mimba isiweze kutoka. Unazidi kumtumainia Bwana ukijichunga, ili ya kwamba usipate miscarriage. Kuna wengine walishika mimba ya maono, lakini kwa ajili ya kutojitunza, they miscarriage on the way. Kwa sababu ya kutomwomba Bwana wasaidie na wao kujitenga na mambo mengine, they miscarriage. Baada ya miezi 3 hawakuwa na mimba ya maono tena. Baada ya miezi 2 ilikuwa imeenda. Wengine baada ya wiki 2 ilikuwa imeshaenda. Na ndivyo ninaomba siku ya leo, ukaweza kushika mimba ya maono na ukakubali uchungu. Kwa sababu kabla maono yatimie, lazima ujue kule unakonenda Bwana atakukimbilia. Bwana apewe sifa. Bila maana ninasema ya kwamba kama mwanamke aliye na ujauzito, wakati anapoingia katika labor ward, mahala pale kuna kipindi cha uchungu. Na wakati kuleo na kipindi cha uchungu, mpendwa ndugu yangu, dada yangu, wakati utafika maana ule uchungu ni wa muda. Na hivyo ndio maandiko yanayosema ya kwamba katika kitabu cha Zaburi 30 mstari ambao ni wa 5 sehemu ya 2, wa kwamba uchungu ama machungu ni ya muda, kilio ni cha muda tu, lakini furaha yaja asubuhi. Mama aliyeingia katika chumba ambacho katika mahala ambapo maternity, alijua mahala pale akitoka anatoka na mtoto. Wakati anapoingia pale, ndugu yangu, unasikia kila mmoja akiwa na kilio. Lakini baada ya lisali 5 ama 4, maana hata siku haitaishi, inakuwa anga ni masaa, unasikia ule mama analia, unasikia ile duru zinatoka kule ndani. Lakini ukirudi after 10 or 11 or 4 hours, unapata ule mama anacheka. Ukimuuliza uchungu ilienda wapi, anasema sisikii uchungu tena, kwa sababu tayari ameshapata kile alichokuwa analilia.
Na hivyo ndivyo ilivyo kwako. Kubali kupata uchungu, na baadaye ndugu yangu nataka kuhakikishia utakapofika mbele na vile maono ulio nayo yatakapotimia, utamwambia Bwana ni asante kwa uchungu, maana ule uchungu niliopata, maana kupitia kwa hiyo uchungu ili nisaidia kusukuma, maana kupitia kwa hiyo uchungu ili nisaidia kuangalia mbele, maana kupitia kwa hiyo uchungu ili niweka nitazame vizuri, maana kwa hiyo uchungu ili nisaidia nikasimama mkamilifu katika jina la Yesu Kristo. Praise be to the Lord. Ninaomba siku ya leo ukakubali ili ya kwamba ukaweze kushika mimba ya maono, ukaweze kukubali kutunza hiyo mimba wakati huu kama wa leo. Ama yule mama mjamzito, ukamlilie Bwana akusaidie na ukubali kupitia katika uchungu, maana wakati uko na mimba ya maono ilisema itakutenganisha na marafiki, ilisema maadui watainuka kinyume yako, maana wale wanaoinuka juu yako sio kwa sababu wanataka kuangamiza wewe, wanataka kuangamiza maono ulio nayo. Praise be to the Lord. Jambo lingine nafaa uelewe, we need to understand about the vision. For vision to be accomplished, we have to await upon the Lord. Praise be to the Lord. Subiri Bwana ili ya kwamba maono yaweze kutimia. Msubiri Bwana. Nifungulie kitabu cha Isaiah chapter number 40. Isaiah chapter number 40. Wait upon the Lord. Hawezi kuwa na maono leo kesho na emuko na sema itatimia, hapana. Subira uvuta heri. Mvumilivu huna mbivu, ndugu yangu, dada yangu. Mngojee Bwana. Kama uko hapo ni asema amen. Isaiah, are you there? Nisomee 31. Chapter number 40 verse 31. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Amen. Praise be to the Lord. Maandiko yanasema, bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Halo. Wale wamngojeao Bwana, katika maono ulio nayo mngojee Bwana. Na kila wakati unapomngojea Bwana atakutia nguvu mpya. Utafika mahali ndio umedidimia, utafika mahali unateleza, lakini Bwana anakuambia niko pamoja na wewe. Atakwambia endelea kwenda mbele. Kwa sababu maandiko yanasema namna gani? Watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa bawa kama tai. Watapiga mbio wala hawatachoka. Watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Praise be to the Lord. Utapaa juu kama tai unapomngojea Bwana kwa maono. Maana kuna maono nilisema ya kwamba kuna maono ambayo unangojea miaka hata 10. Kuna maono utakayongojea miaka 2. Kuna maono unangojea mwezi mmoja na inatimia. Praise be to the Lord. Ni kwako kumngojea Bwana. Ni kwako tuwaweza upon the Lord. Na Bwana atatimiza katika maisha yako. Wakati unapokuwa mvumilivu, ndugu yangu, utapaa juu kama tai. Utatembea kwa miguu yako. Na maandiko yanasema ya kwamba hautachoka ewe ndugu, hautachoka ewe dada. Wengine hata watakurushia mawe wakisema muangalie, unaona tenda wapi? Lakini unashikilia maono, unasema Baba nisaidie. Wewe unakimbia nayo, unaendelea kimbia nayo. Hizi Mungu anavyosema katika kitabu cha Ufunuo 3. Unaposoma pale 24 na kuelekea pale chini, lakini kwa Ufunuo 3 anasema ya kwamba I know you are weak. Ninajua wewe uko mnyonge, lakini umeshikilia neno langu. Ninajua ya kwamba umeshikilia
jambo, maana mwimbaji akasema heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo ndogo. Wewe mwambia Bwana akusaidie uweze kufika mwisho, maana mwanzo sio shida, lakini kutamatisha. Wengine wanafika katikati wanapotelea kwa mambo ya dunia, wengine wanafika katikati dhuruba ya dunia na maisha wanaanza kuzama. Lakini nataka nikwambie siku ya leo, mngojee Bwana na atatimiza. Hello, praise be to the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. Mngojee Bwana, mngojee Bwana, mngojee Bwana atatenda. Jambo lingine la kuelewa kwa ajili ya maono, vision might be a solution to a problem. Maono si tu inakuja tu, inakuwa ni suluhisho kwa ajili ya shida mahali. Praise be to the Lord. Inakuwa ni suluhisho. Unaposoma in the book of Daniel chapter number 1 verse number 8, Daniel defied himself not to eat the royal food. Na waona hao vijana watatu wakienda, wakitolewa kule ambapo kule kwao umezaliwa, wakiwekwa mateka. But they say no, hatutakula hivi vyakula. Kwa sababu gani? They were seeking for solution. Praise be to the Lord. Maana wangekula vile vyakula, wangekuwa labda wamekubaliana na yale madhabahu, lakini wakajua ili Mungu akumbuke. Na unaposoma katika kitabu cha Danieli 9, na mbona Danieli anarejelea maandiko, anamwambia Mungu, tazama kila ambacho nimeona kwa mtumishi wako Jeremiah chapter number 29 verse 11. Maana baada ya miaka 70 kuisha, tazama kule Danieli alianza. Hakuanza kule kwa maombi, alianza kujua kwamba kuna suluhisho itapatikana. Na muona Danieli akisema sitakula vile vyakula, anakubali kula matawi sukuma peke yake. Na mtu ambaye aliye na maono lazima ajue hii maono inaenda kuleta suluhisho kwa ajili ya hii ndoa yangu, inaenda kuleta suluhisho kwa ajili ya hii biashara, inaenda kuleta suluhisho kwa ajili ya hii huduma, inaenda kuleta suluhisho kwa ajili ya hii jamii, inaenda kuleta suluhisho kwa ajili ya hii taifa, sio kwamba ya manufaa yako binafsi. Praise be to the Lord. Wengi wanakuwa na maono, lakini maono yao ni ya manufaa yao binafsi. Maana Mungu anapotazama naona pana, wewe haya maono niliyokupa, wacha afadhali yakawie na usiyaone. Kwa sababu nikiwachilia haya maono yatimie, wewe utabadilika, wewe utakuwa mtu mbaya, wewe utaanza kanyagia wengine chini, wewe utaanza kuona umefika. Lakini ninataka ajili ya maono utukufu ukanirejee mimi. Hivyo ndivyo Bwana anatazamia. Praise be to the Lord. Lazima maono yaweze kuwa ni suluhisho ya tatizo mahali. Ikiwa ni huduma, kuna suluhisho. Wakati ni kwa ajili ya hiyo kazi, unaomba Bwana, unajua ni hii ndio nafuatilia, ni suluhisho. Kwa sababu kama ni wewe unaenda kupata ile kazi, unajua watoto wako watasoma. Sio Mungu anakubariki na kazi na kuwa sasa nyumbani kwako ukanyagi, watoto watangua wapate. Hata wewe mwenyewe kukula hawezi kula. Sasa ni suluhisho wapi? Unasema ni maono. Praise be to the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Jambo lingine la Paulo uelewe kuhusu maono. Vision it should be well planned. Kimalizia. Vision it should be well planned, organized and shared to the right people. Lazima maono yapangwe vizuri. Maana pasipo na mpangilio, ndugu yangu, dada yangu, utakuwa unajiuliza mbona watoto wanatoka nyuma yangu wananipita. Si kwa sababu wanakupita, ni wewe ndiye hauna mipango. Ulianzisha biashara miaka 10 iliyopita. Mwingine anakuja kwa hiyo biashara tunayofanya, wiki mbili, mwezi mmoja, unaanza kujiuliza ni nini kinaendelea. Maono lazima uyapangie sawa sawa. Halo, jina la Bwana litukuzwe. Na maono, wacha nisaidie wengi mahali hapa, maana naweza shindwa kwa nini nafanyika. Maana
unapojiweka unaambia Mungu nisaidie, ukinisaidia kwa hii miaka, maana Musa akasema nisaidie kuhesabu siku za maisha yangu niweze kuzielewa vizuri. Bwana Yesu apewe sifa. Na unapoielewa unaambia Bwana nisaidie, maana hapa nilipo niko miaka 20, nitakapofika miaka 30, Bwana Mungu ninaomba unisaidie niwe nimefikisha hili ama nitimize hii ambayo umeniongoza. Bwana Yesu apewe sifa. Unamwambia Bwana nisaidie, nitakapofikisha miaka 10 kwa hii ndoa, Baba wacha nisaidike ili ya kwamba nijue ni wapi napoelekea. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana litukuzwe. Hello. Praise be to the Lord. Praise be to the Lord. Maana kila kitu kina mpangilio. Usipopanga kwa ajili ya hiyo ndoa yako, itakuwa ni bure. Hello. Kuna wengine miaka 5 ya kwanza katika ndoa haikupangika vizuri, na tunakubali inakuwa ya kutoana ujinga. Hiyo ni first semester. Hiyo ingine tutaongea kwa ile seminar baadaye, sitaendelea. Maana kuna mahali lazima uweze kujua miaka hii nitaenda namna gani. Wewe mzee unajua kwamba hii ndio ndoa yako umesimama nayo. Umejua wewe ndio umesimama katika hiyo boma. Wewe ndio kichwa kuelekeza familia yako, lakini bado unayumba yumba. Wewe mama unajua lazima nyumba yako weke in order, lakini bado unayumba yumba. Wale ambao uko pamoja nao hawakupei maono kulingana na pale ulipo. Wewe ni mama umri, lakini ukiangalia bado unatembea na under 18. Wasichana wale wamekuzingira, mama wengine hamzungumzi na wao. Sasa wale watakusaidia namna gani? Ushauri gani utapata? Wewe ni mzee, uko na familia yako ndio, lakini bado uko na teenager tungali kwa shule au umeweka marafiki. And that's why I say, show me your friends and I will tell you who you are. Unasema nyumba yangu inayumba yumba, ndoa yangu inayumba yumba, hii kazi ninayofanya hainipeleki mahali. Wewe unakaa na watu ambao hawana maono. Ukiwauliza wanakuambia tunaishi tu leo. Ukimuuliza unaenda wapi, anakuambia siendi mahali. Ulikuwa na mpango, unataka kunipanga. Usikuje kuniuliza kitu kama hiyo, kwa sababu tukikutana na wewe najua wapi naenda. Yaani ako tayari umpange, ana mpangilio. Kwa hivyo usipojipanga ndugu yangu, dada yangu, utapangwa. Na ndivyo ninasema kwamba maono lazima yapangwe vizuri. Ujue hata katika huduma Mungu amekuita katika uimbaji, anzia pale ujue katika hii lazima nifanye practice. Na katika kuimba huku niombe Mungu anisaidie. Na ninapoendelea labda sauti yako ni kama hii yangu, ukiweka kwa key inapotea, inaenda negative. Wewe kubali na useme Mungu uliniita nitaimba. Si wote walizaliwa wakijua kuimba. Saa hizi tukiangalia wako kule juu. Bwana Yesu apewe sifa. Wakimbiaji sio kwamba walizaliwa wakijua kwamba kukimbia. Ukiuliza hawa wapendwa ambao wanashinda katika mbio, wanakuambia mimi nilijua kuna kitu ndani yao. Hata siku ya kwanza alipokimbia alifaint. Wewe unasema una fainting ukikimbia. Alifaint, lakini akasema nitaendelea. Praise be to the Lord. Kwa hivyo kubali na ukubali na uchungu uliomo. Na wakati unapokubali mpendwa ndugu yangu, najua kwamba Bwana atatenda. Bwana atakusaidia. Na jambo la mwisho ninapomalizia, ukubali mtu aliye na maono hatokangi kwa barabara. The person with a vision is restless until the vision is fulfilled. Ukimwangalia ndio kuteleza, si kwamba ni kuanguka. Atateleza mara moja, mara pili, mara tatu, na maandiko yanasema the righteous can fall 7 times. Unaweza anguka, lakini unajua ndio nilijaribu, lakini sitoki mahala hapa. Nilijaribu, lakini naendelea na hii mahali. Praise be to the Lord. Na wale ambao watu wakubwa ambao wameimarika katika biashara, watakwambia walijaribu maono tofauti. Katika biashara hawakufa moyo. Wengine waliwekeza pesa zao, lakini haikuwezekana. Lakini wakasema ndio nitang'ang'ana. Wewe hata katika hiyo uimbaji, wanakuambia Bwana, nilijaribu kuimba, wakasema mimi sijui. Ninatoa sauti kama ile ya kuku. Wengine wakakwambia utatoa kama ile ya chura. Lakini nataka nikwambie Bwana atakusaidia.
kwangu. Praise be to the Lord. Maono, wale watu walio na maono si watu ambao wanadidimia barabarani, sio watu ambao wanaochoka. Nilikwambia kwamba ukikuja kukutana na wewe mahali ambapo ukikuja uniambia kwamba wewe ni failure, failure is not in my vocabulary, kwa sababu mimi najua maandiko yanasema I am wonderfully and I am unique and I am above all. Maana mimi niko juu na sitakuwa chini. Hiyo ni maandiko na neno la Bwana linalosema hivyo. Na maandiko ya Bwana inasema ya kwamba mimi ni mshindi juu ya washindi. Kwa sababu gani ujiita ya kwamba wewe umeshindwa? Mbona ukubali ya kwamba you are a failure? Mbona ukubali ndoa yako ndio inasambaratika? Mbona ukubali kazi yako ndio haiwezi endelea? Mbona ukubali ya kwamba wewe biashara yako haitasimama? Wewe inuka, usichoke barabarani. Wewe endelea kimbia, endelea kimbia. Wakati unaona unamechoka, wewe anza kujaa pole pole ukimwambia Bwana, I am refilling my strength. I am refilling my strength. I am getting ready to pursue my vision. I am getting ready to focus. I am getting ready for greatness. I am getting ready because where I am heading to, I know God shall help me. Praise be to the Lord. Wale watu ambao walio na maono, Baba tunasema ni asante. Waliinua jina lako ewe Bwana kwa ajili Bwana siku ya leo. Walitukuza jina lako mbeleza. Maana Baba umenena nasi kwa ajili ya haya maono Bwana, ili ya kwamba Baba tusichoke barabarani mbeleza. Hata siku ya leo umesikia huu ujumbe. Baba tunaomba tusaidie, ili ya kwamba Bwana wengine hatukushika mimba Baba Mungu wangu iliyo ya maono. Lakini siku ya leo ninaomba ya kwamba Bwana usaidie Bwana. We may conceive in this vision of God. We may conceive and pursue Jehovah. Mwambie tu Bwana akusaidie. Labda ulifika mahali ukaona kwamba haiwezekani, ukaogopa uchungu. Maana yule ameshika mimba anajua safari bado, anajua lazima ataendelea. Na ndivyo maandiko yanasema, heri wamngojea Bwana atawafanya kuwa upya nguvu zao. Baba atawaongoza, watapaa juu kama tai. Ambie Bwana nisaidie ya maono. Labda niyo ndoa, Baba usaidie. Katika hiyo biashara, mwambie Baba nisaidie. Baba nisaidie, nishike mimba ya maono haya, ili Bwana niweze kuitunza, ili Bwana niweze kimbia nayo, nisiogope uchungu. Hata napoingia katika chumba cha uzalishaji, ninajua uchungu ni wa muda. Baba nitakapotoka pale, ewe Baba yangu nitalinua jina lako, nikisema Bwana umetenda Mungu wangu. Ambia tu Baba kuongoze. Nena tu jambo kwa ajili ya maisha yako. Najua leo ni siku ya mwisho katika mwezi wa Februari, lakini ninaona maono ndio nayo. Bwana amewekeza maono kwa ajili ya maisha yako. Bwana amewekeza maono kwa ajili ya familia yako. Bwana amewekeza maono kwa ajili ya ndoa yako. Enda na Bwana. Ambie Baba nisaidie. Baba nisaidie. Thank you Lord. Asante kwa ajili Baba wako. Asante kwa ajili ya neno lako. Jina lako litukuzwe Bwana. Jina lako liinuliwe Bwana. Pokea sifa na shukrani, maana wewe ni mwaminifu. Na ni kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Somebody say amen. 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 Mungu akitujalia tutakuwa tunatamatisha Jumapili ijayo kuhusu maono, na Mungu awabariki katika jina la Yesu Kristo.